Naam, habari mwana Chapesa Media, kwa mara nyingine tena tunakutana katika viunga vyetu vya burudani na michezo. Ni sehemu sahihi na sehemu pekee inayopatikana michezo au inayokuletea habari za burudani na michezo, ni Chapesa Media. Nimekuja tena kwa mzee wangu, nimemletea kitonge. Japokuwa hali ya hewa ya leo ni mzuri jijini Dar es Salaam, sijajua kwa wengine, lakini upande wetu huku tulipo hali ya kiubaridi. Mwenyezi Mungu kashusha neema siku ya leo, kiubaridi kwa mbali, mvua imeshuka, imepunguza hali ya joto. Nimekuja kwa mzee wangu mzee Saidi, hususan mchezo uliofanyika jana katika kiwanja cha Isamuyo, Simba akishinda ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Greenland. Mchezo wa shiriki wa FA Cup ukiwa umechezeshwa pale, magoli yakifungwa na Mwangosi striker yake mzee Saidi kutoka Mbeya City, Mrigo kutoka Namungo, alikuwa ametokea Namungo, sasa yuko Msimbazi, beki namba 3 mlisi wa bwana Zimbwe Junior, na goli la 3 likifungwa na Neo Mahema. Mzee Saidi anasema tumeshinda, lakini sijui yeye ndo ataongea. Wacha tumsikilize. Mzee wangu, habari bwana? Salama. Mambo anasemaje? Poa. Shikamoo. Mbona unaanza kucheka na kati jana umefanya kitu? Umenitajia Mongosi. Striker wako? Nimecheka sana jana, kapewa pasi baada ya kupiga mpira unamgonga yeye. Umepaje? Hapo ndo striker huyo. Unamtegemea na Yanga. Kaanza kufungua. Yeye kafungua kurasa. Wale watoto na wenyewe walikuwa wanaogopa tu lile jina la Simba. Ile Greenland wale waliogopa jina tu la Simba wale. Waliogopa jina. Alafu wakila wakiangalia na Kabana na Shomari Kapombe anamuonaga kwenye TV. Alafu leo ndo nimekutana naye live. Nimekutana naye live, unajua Maniu Mahema hata Kiswahili ajui, anaongea Kiingereza hata ajua watu wake niambia wewe. Yake. Sasa tuzungumzie mchezo. Dakika 45 za kwanza Simba kiibuka ushindi wa goli 2. Mimi nilizima TV wala hata usipate tabu. Nilizima TV. Kwa nini sasa? Sio mpira wa Simba niliozoea ule. Ndio Saidi, bado unaona kikosi hakijaimarika vizuri. Babu, hivi Greenland wa kuwafunga goli 5, goli 3. Wale. Sisi bado tuna tabu. Watu wanasema gari limewaka. Greenland. Gari liwake kwa Greenland. Gari limewaka kwa Greenland. Ile ndo salamu inatangulizia tarehe inayokuja. Sawa. Jana. Mimi nasema hivi, haya maneno yao unayoyatupa. Tumetoka pale, umemsikia na yule naye shabiki wa Simba hapa. Anasemaje? Anasema tunawangojea tarehe 1. Ndio. Mimi nimecheka sana yani. Sasa zinaenda mfululizo mpaka director kaniambia unacheka nini? Unaangalia unakutana na nani? Kwa muda gani? Lakini kikosi kishakaa sawa. Sawa, kikosi cha kina Mwangosi. Kwa nini sasa ulizima TV? Nilizima sasa, uelewi mpira. Kuelewa mpira? Mimi sijauelewa. Goli la kwanza au goli la pili? Yaani nilichokuwa naona tu Shomari Kapombe. Yaani yule Mwangosi kapewa pasi yeye na goli, mpira unamgonga. Sasa mimi naangalia TV ya nini tena? Sasa mzee Saidi, mimi niulize hivi. Kipindi cha kwanza Simba anakuwa yupo kwenye mchezo mzuri, anamiliki vizuri sana. Kipindi cha pili kwa nini Simba anakuwa ana drop? Yaani mchezo unakuwa kama vile hayupo kwenye kasi. Twende tukamuumize Mohamed Ali. Ukamuumize? Tukamuulize Mohamed Ali. Yes, ndio yupo karibu na benchi la ufundi. Kwa nini timu na Yanga na wenyewe wanasema hivyo hivyo? Kwa kipindi cha kwanza Simba wanakutisha kweli yani. Hata muende vyumbani mrudi. Wanatoroboka mpaka kwenye vidole. Unafanya mchezo ni. Wewe cha kwanza hiki unawatisheni ni mradi? Cha kwanza na ndio kwa watu kinachowapa matumaini. Rudini kipindi cha pili muiangalie timu. Je, inacheza kama kipindi cha kwanza? Jibu linakuja hapana. Sasa ndipo magoli yanaporudi. Sasa ndo nakwambia magoli yanaporudi. Sasa mchawi ndo kawaloga kipindi cha kwanza kawaachia. Kipindi cha pili hoi. Ndio anapuliza blade pale. Watu wanachoka. Maana michezo yote sasa hivi Simba kipindi cha kwanza Simba Fitness anacheza mpira vizuri sana. Lakini kipindi cha pili akirudi hoi. Sasa tuseme ni nini? Mazoezi? Na kwa nini sasa iwe hivi? Steve Becker hatoi mazoezi ya kuumizana. Wachezaji anafanya sabu na wachezaji wanafanya sabu. Yaani Simba bora uiache vile vile. Ukiifanyia sabu tu ushaitoroboa. Mzee Saidi. Mimi ndo nakwambia. Si uiangalie. Yaani Simba ukiifanyia sabu tu umeshaiharibu Simba yote. Haipo tena katika haipo kwa sababu wale ndo first 11. Ukileta moto ukisema ngoja nipeleke, unapeleka sasa takataka. Ndio nakwambia kila mtu anafagia tu. Ndio unakuta goli zinarudi faster. Kwa hata kuniambia jana na Greenland wangetulia kipindi cha pili wangepata. Si nimekwambia mimi nimezima TV kwa kuona aibu. Yaani naona aibu mimi na nafsi yangu.
Kweli zipo. Mimi ndo nakwambia nimeona aibu mimi na nafsi yangu kweli hii ndo Simba. Na tarehe 22 naona unakaribishwa pale Dodoma zidi ya Prison. Na Prison tena? Yeah. Dodoma unaenda kuchezea Dodoma. Na Prison tarehe 22. Naweza nikamlalia. Sasa unaweza. Kwa ubora wa Simba ulivyoonyesha jana, kwa ubora wa Simba mechi zidi ya Stade Marine. Sawa. Simba imeimarika mzee sasa. Sawa. Tena jana kikosi cha unajua kuna wachezaji wengine yule sijawahi kumuona Bashiru. Kwa hiyo nani kikosi cha pili? Mwangosi. Mwangosi yule anaanzaga sabu siku zote. Anaanza sabu. Ile sabu. Sababu mmeshawafunga Yanga. Anakuwa mwalimu pale. Mtu ameumia. Unamleta yule sasa ndio unafanya sabu Mwangosi. Haki ya Mungu. Haya twende. Mbona mzee Saidi tarehe moja kama umekaa na mashaka nayo? Mimi sio na mashaka nayo. Mwelekeo huku mtani kashaanza kukuwekea. Mimi sina mashaka nayo wala sina nini. Najua nini kitakachoendelea basi. Wala sitaki kukisema. Nini kitakachoendelea. Kwa majibu mzee Saidi. Unajua ngoja nikwambie. Wakati siku ile tunaongea ile siku ile ya Yanga wale wanacheza na JS Kabylie. Na kabla ya kucheza na JS Kabylie wale wakati wanacheza na ligi klabu bingwa Farabat. Kabla ya kucheza na Farabat walivyotoka Misri walikuja kucheza na Ahli. Mimi nilipita sehemu zangu. Kuna mtu mmoja akaniambia hivi, mechi Yanga aliyoikosea ni moja tu. Ipi hiyo? Ipi akaniambia ya Zanzibar. Zidi ya Ahli. Zidi ya Ahli ile ya Misri. Nikamwambia kwa nini? Kaniambia pale ndo kakosea tukakaa tukapiga hesabu. Mkaanza na mimi mkatumia calculator. Sisi tulitumia calculator za kwetu wenyewe za ndani. Sio za hizo za kwenu nyinyi. Hizo za kwenu nyinyi za wazungu sisi hatutumii. Tukapiga ile yenyewe ile ndani. Kuja kupiga kila nikiitafuta Yanga. Nyota haionekani. Amse Saidi bwana. Mimi ndo nakwambia leo sasa nataka nikwambie ukweli. Kila nikiitafuta, yani tulikaa tunaitafuta nyota. Unajua kila kitu kina nyota, yani unatembea na nyota. Yule bwana nyota yake kali. Kaitafuta nyota ya Yanga. Kaitafuta nyota ya Yanga. Kila ukiipiga unaikuta sifuri imesimama kwa Yanga. Sifuri na maana ni kitu ambacho umekikosa. Huna kitu. Yule bwana akaniambia hivi, usiende kusema. Usiseme, wallahi alinikataza. Usiseme. Utakachoulizwa sema Yanga atapita tu. Ila usiseme. Ulisema tu akikosa kufunga ni uzembe wake. Ni uzembe wake yeye mwenyewe, lakini usiseme. Kwa hiyo mechi ya Yanga waliikosea pale Zanzibar zidi ya wale wa Misri. Ile mechi angepasua pale, yeye alikuwa anakwenda. Yaani hata kama angefungwa mechi ile na Farabat walikwenda kucheza kule, yeye alikuwa anaenda. Alikuwa anarudi maana alikuwa na 7 Kwa hiyo yule bwana yule akaniambia bwana hapa usiseme chochote, nyamaza. Yatakurudia. Umenelewa mzee, ulijuaje? Umetuhujumu. Kodi ambazo umetuhujumu. Maana wao ni maneno yao umetuhujumu. Sasa mimi niko kwenye benchi la ufundi. Mimi nahangaika kivyangu mwenyewe ninavyojua, natafuta. Je, tunaenda au hatuendi? Waseme wanataka mechi ipi niwaambie kwa mnaenda au hamwendi. Yanga Simba. Yoyote yule anayetaka. Si niliwaambia Simba waendi wameenda. Si nilisema mapema tu. Si hatuendi kokote. Tutafurahia sana. Na tukishinda tutafurahia sana. Hatukufurahi. Hatujaanza kuleta kibri tunawataka Yanga. Si nilikwambia mimi hapa. Hata wewe mimi nikisemaga mnaona kama vile mimi nakulula maneno. Mimi sikululi maneno. Unanyoka, unaenda straight. Na ninakwambia huu mgogoro wa Simba hauna muda mrefu. Basi yaishe. Kinatokea nini? Yaishe. Hiyo kodi nayo. Hautaki kuiweka bayana. Ya nini? Mzee Saidi, tuzungumzie kuna siku ujumbe uliutoa, nakumbuka tulifanya kipindi mimi na wewe. Ndio. Baada ya zile migogoro ya kwenye klabu yako ya Simba. Ndio. Wa viongozi. Nakumbuka aliwahi kupiga goti ile. Ndio, ulimwomba kiongozi mheshimiwa mzee Makonda. Uliomba bwana mheshimiwa, tunaomba ikiwezekana au iwezekane kivyovyote vile, ikiwa wewe kama ni mkubwa wa michezo kwenye idara ya michezo, tunaomba tusaidie kuhusiana na migogoro yetu, tujue nini shida, linatokea wapi na linaanzia wapi. Sawa. Juzi bwana akatoa ujumbe pia. Ndiyo. Au kawapa
taarifa uongozi wa Simba au msajili wa michezo ndio anatakiwa afanye juu chini haraka iwezekanavyo hii migogoro ya Simba iweze kuisha. Wewe kwa upande wako unazungumzaje taarifa aliyotoa mheshimiwa? Kwanza nataka nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumteua Makonda na kumuona kwa kwamba nafasi ile atafiti. Kwa hiyo mzee mama aliona mbali kwa kwamba pale nikimweka Makonda tafiti. Iko hivi. Narudia tena na kulisema hili jambo. Sasa Katiba ya Jamhuri ya Muungano au katiba ya CCM inahimiza michezo. Sawa. Na inahimiza serikali inayesimamiwa na Chama cha Mapinduzi kuendeleza michezo. Kwa hiyo mama hajakosea kumweka Makonda pale. Sawa. Ukirudi katika katiba ya Jamhuri ya Muungano, vyama vyote vya mpira viko chini ya katiba ya Jamhuri ya Muungano. Vinaongozwa na serikali ya muungano. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo Makonda kwenda pale na kutoa maelekezo yale yuko sahihi na bado hajayamaliza. Bado hajayamaliza. Hivi hapa kachochea kuni, moto naanza kuwaka. Kwa hiyo sasa amemsisitiza msajili wa vyama vya michezo ambayo yupo ndani ya michezo alifuatilie hili jambo kwa uharaka zaidi kuinusuru klabu ya Simba. Tatizo ni nini? Hiyo mimi nampongeza sana Makonda. Ndio kazi yake. Ujumbe umefika mzee Said. Ulikuwa unalia. Ndio kazi yake. Na bado na mimi namsisitiza Makonda, sisi sote watu wa Simba, atakaye kengeuka kumsapoti Makonda, huyo sio mwenzetu. Atakaye kingeuka kuto kumsapoti Makonda, huyu sio mwana Simba. Na faraja kubwa sana Makonda tu kutoa maelekezo yale. Tayari Simba inaanza kukaa vizuri. Si umeona moto umeshachochewa? Nimekwambia mzee kaishaanza kuchochea kuni, moto unaanza kuwaka. Watatokeza tu. Watakuja. Wenyewe watakuja. Na wapi mlipokosea na wapi mnatakiwa mrekebishe. Tusileteane mchezo kwenye starehe. Unahitaji transformation ifikie hatua. Ndio maana yake hii transformation kila siku ili transformation ifikie mwisho. Hivi ni vilabu ambavyo vinategemewa ndani ya nchi. Si niliwahi kukwambia hivi vilabu ndivyo vinavyoizalisha timu ya taifa. Mtu yoyote shekhe asikudanganye. Prison haiwezi kuleta mchezaji akaja kuchezea timu ya taifa. Lazima apitie Simba na Yanga, na ukimleta ujue kaiva. Ndio anakuja Simba na Yanga. Hebu mimi nikuulize, mara ya mwisho Prison kacheza lini mashindano ya CAF? Yoyote yale. Unapata wapi experience kubwa ya kucheza mpira mchezaji? Lazima uje kwenye vilabu vinavyoenda kukutana na Ahli, vinaenda kukutana na Experience Tunis. Mchezaji lazima unakutana na experience, unajua ni mkabe vipi star wa mpira. Kesho tunakuwa tuna AFCON hapa. Mnaenda kutuokotea wachezaji mapema tu tumeaga mashindano. Na namwambia Makonda asimame kweli kweli kutatua matatizo ya hivi vilabu. Vilabu vinapata shida sana hivi. Na watu wakishaona tu kilabu yao inafanya vizuri basi wanakwambia huyo, lakini mbele kutakuwa na matatizo nyamjui. Ndio kama haya. Ndio tunachochagua sasa hivi baadaye. Baadaye inaleta shida. Sasa watu chungu mzima pale wamekaa. Kila mmoja analopoka maneno yake. Transmission ya lori. Au transmission ya jana kuna mjumbe kafanya press hususa kufafanua maana transformation. Alio comment mheshimiwa bwana mwekezaji wewe wa Simba bwana Mo. Alizungumzia maana transformation kidogo tu, mimi nitatoa kama pointi zake mbili alizozizungumzia. Kwanza, transformation ilikuwa ina maana kuwa klabu inatakiwa iwe katika mabadiliko ya vilabu vyote, yani kiwe klabu bora katika sajili, kiwe klabu bora yani Simba ya manake. Maana transformation ibadilishwe kwenye mchakato huu uliopo uje mchakato wa kisasa zaidi. Nani anayesema hivyo maneno hayo? Mjumbe jana kuna press kaifanya. Katumwa. Muongo huyo, katumwa. Katumwa vipi sasa? Sasa maneno Sersha yaongea mwenyewe huyo Mo. Simba ya kisasa ndio hii. Tuache kudanganyana wewe. Hawa wameshaona kwa kwamba tayari mwanaume ameshaanza kuingia pale. Wanaanza kutapatapa shekhe. Huyo ni muongo. Tulia dawa iwaingie. Hii ni dawa. Tulia dawa iwaingie. Na bado na mimi nakwambia hivi,
ngoja nikae vizuri, nitaomba udhuru mimi wa kuonana na Makonda na langu nalotaka kwenda kumwambia la moyoni. Mama yangu mzazi, mimi nitaenda tu, nitaomba, yani nitaomba watu wanisaidie nionane na Makonda. Wapo watu naenda kumwambia la moyoni, nitaenda kumkumbusha. Ngoja, kuna kitu unachokijua hapo hadi ukaenda kumkumbusha mheshimiwa? Ndio. Kuna watu pale wanaivuruga Simba. Mimi sitaki kuyasema hapa. Ni viongozi wenyewe. Sasa tumeona wameshaanza transmission sijui nini, sijui Simba iwe ya kisasa. Haya Mosi kashayaongea. Huyu mama anatoka wapi saizi? Muda wote alikuwa wapi? Kusikia waziri ameanza kusema, kutoa maelekezo, naye ndo anajifanya kutokeza Simba iwe ya kisasa. Simba umetudanganya iwe ya kisasa kuanzia leo. Yule bwana alishatuambia mpaka timu itakuja kuchukua ubingwa wa Afrika. Uko wapi? Mheshimiwa, nani mwekezaji? Sasa kumbe si alisema. Tena alimwaahidi mbele. Sasa ndio hiyo inakuja kuhamisha transformation na kuhamisha. Haya ya kila siku. Haya si maneno ya kila siku. Huyu mama akayapata wapi? Si ndio anayachukua haya aliyoyaongea Mo. Tulieni, dawa iwaingie nyinyi viongozi wa Simba matapeli mliojazana pale. Dawa itawafika. Kila siku kutunyanyasia timu yetu. Mimi nilishajitolea. Kwa hivyo vyote wanavyotaka mimi niko tayari. Hata kwenye friji huko. Tayari. Hii dawa imeanza kuwa spiriti. Na itawasipiriti wataongea. Tulia tu. Na mimi siku nikionana tuna Makonda, naongea huku nimepiga magoti. Yani hii nimeweka naziri. Yani naongea nimepiga magoti. Sisi tunataka starehe. Nchi na starehe zake. Starehe mojawapo ndo hii. Mwingine anakwenda kwenye mziki. Sawa? Mwingine anakwenda kwenye pombe. Akifika bando anaona kwa kwamba mimi nimefika. Lakini mimi nikifika uwanjani nasahau hata kama na ugonjwa wa pressure. Nakula vitu, dawa iwatembee. Hii dawa imeanza kuwatoka. Nakwambia watakurupuka wengi. Sasa kama bosi alishaongea toka muda na jana huyu mjumbe ameyatoa wapi? Huyu mjumbe miaka yote alikuwa wapi? Huyu mjumbe huyu. Kwanza mipira sina, kwani kuna vilabu vya wanawake? Kwani wasiende kuongoza vilabu vya wanawake? Vya wanaume vya wanaume, vya wanawake vya wanawake. Wewe sasa hizi unaenda kuletea transmission Simba iwe ya kisasa. Mo alishasema mbele ya bimkubwa, mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano, nataka Simba iwe ya kimataifa. Mama akamwambia nakuruhusu. Tengeneza timu. Iko wapi? Timu inafanya biashara, inatoa wachezaji, inauza wachezaji. Hiyo ndio timu ya kimataifa au taifa wa kuuza wachezaji? Sasa lazima tusidanganyane cha pesa. Sasa hivi watu tunaona. Tuna akili sasa hivi. Sio kama walivyokuwa wanatupeleka zamani. Nini haswa sasa unakuja na haya ya saizi, unaleta complex ya wanani ya waandishi wa habari, unaongea vitu ambavyo vilishasemwa. Lakini alifafanua. Kufafanua nini? Hatuhitaji ufafanuzi, tunahitaji vitendo sasa hivi. Muda wa kufafanua umeshaisha. Kama kufafanua, tajiri mwenyewe huyo Mo alishafafanua na yamemshinda. Umenielewa? Alishafafanua na alishamshinda. Wewe tajiri alishafafanua, ila kuna watu wanamkwamisha. Ndio maana yake. Na ndio maana nakwambia hivi, haki ya Mungu, siku nikikutana naye Makonda nitamwambia, bwana, siku kulikuwa kuna moja. Ndio, siku kulikuwa kuna mbili, siku kulikuwa kuna tatu. Si nne hii hapa. Limeanza kutoka. Sasa kumbe kama hii nne ndio tumalize Makonda hapa. Wewe ndio mwenye zamani ya michezo. Mbaya uende ukamfukuze nani? Mfukuze Mangungu aseme, yani yeye waziri aseme nachukua mamlaka niliyopewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Mangungu toka hapo, FIFA kafu wataingia, lakini yeye huko kote asiende. Anakuambia aingilie sheria za huko. Yeye kote asiende. Na ndio maana hata Mwinjuma alipokuja waziri, naibu waziri wa michezo, akasema nyinyi wanachama mtakachokisema sisi ndicho tunachokifuata. Hatuwezi kuingilia mamlaka ya hatuingilii mamlaka yenu. Sisi tutaibariki tu, tutabariki mamlaka yenu. Serikali haihusiki kuja kuingilia. Haihusiki kabisa. Ila tunasimama kwenye sheria. Tunasimama kwenye sheria. Kama mnapigana, serikali lazima itaenda. Kwa hiyo sisi tunapigana tu. Kafu wanakataza tusiende kule. Wananchi wake wanakufa wa serikali. Wewe nani anakubali? Wewe Mama Samia atakubali? Haiwezekani. Vigumu hilo. Vigumu. Kwa hiyo watu tusichanganye sheria hizi. Watu tunadanganyana na hivi Viingereza vyenu hivi vya wizi hivi. Television kitu gani? Ongeeni kwa Kiswahili. Timu yenu ile. Mabadiliko gani tunahitaji? Mabadiliko haya ya kufungwa kila siku mara 6 na Yanga. Hatukatai timu kuyumba.
hata vilabu vikubwa vinayumba, lakini sio muyumbo huu. Muyumbo wa kufungwa na timu moja ndio muyumbo. Sawa. Kuna miumbo mingi, tusidanganyane. Chelsea anafungwa kule na Arsenal kila. Hata akifungwa kila kukicha wapi, usifananishe Chelsea na Simba na Yanga. Kwa nini? Sisi tunajuana. Mnajuana. Sasa kumbe Waingereza wanajuana. Na ndio maana wanakuambia sisi mmetuombea huko, ngoja turudi. Ndio yale tumewafunga kwa mapenalti kule, mtakoma, ngoja turudi kule tukala 5. Ile FA. Sasa kumbe kule kwa penalti sasa tumekuja kuna 5-1. Kwa hiyo kule wao wametoka kwenye klabu bingwa. Sisi kwani msemaji wao usimemsikia alivyosema? Ngojeni tu. Na uwanja walabu someshaondoka. Tumebakia wenyewe. Alafu uwanja wanataka kuhamishia huko. Si hatuji. Hauna kasadi kule. Hatuendi kule. Jana Boimanda kashatoa taarifa. Kwa tunaenda kule. Bana wapewe pointi 3. Tunavuka maji. Mimi nakwambia haki ya Mungu kama tunavuka maji kule. Sasa ndivyo hujamini wakati kikosi chako kimeimarika. Wewe bwana wewe nani? Kwa hiyo umefungwa na nani kwenye ligi huko? Nimefungwa na Azam. Moja tu. Sasa bado kipindi kile ndio wachezaji umewatoa wote. Nikifungwa na hii hapa nakuwa nimefungwa 2 napotea. Pointi 6. Sasa kumbe napotea, hata nafasi ya pili naweza nisikamate. Wewe vipi wewe? Na tukifungwa na Yanga yataibuka mengi. Kwa hizi furaha za sasa hivi kuonekana kikosi kimekaa imara mtakuwa. Bana, mimi naongea hapa, tuko hapa. Sasa ngoja twende Zanzibar, tukale nyingi kule. Pone yetu tutoe draw. Na draw naiona. Subutu. Yesemani wewe kwa huyo mchezaji Aniseti. Aniseti Aura. Kwa Aniseti Aura? Mwangosi. Bwana, kwa hiyo sasa hapa mimi nitaomba Mungu niondoke. Ngoja tu kwanza, bado hali yangu haijakaa vizuri. Mimi nitaenda tu. Utakwenda wapi sasa? Kwa Makonda. Si utaninyima nauli. Mimi nitaomba tu nitakwenda. Akia Mungu mimi nitaenda kwa Makonda. Kuna kitu nataka niende nikamwambie Makonda. Na nikisema hiki nikiseme, wana Simba watachanganyikiwa. Sitaki kukisema. Nataka niende nikamwambie mwenyewe Makonda. Sasa kwa nini unaenda kumwambia bosi mwenyewe? Nani nimwambie? Nimwambie wa nini mimi? Moyo naenda kutoa pesa na wapa watu wanafanya biashara. Muuliza kwa bosi Mangungu. Na Mangungu hataki kuonana na mimi. Wewe siku zote hata kama mtu mnagombana lakini mnataka kujenga nyumba moja, ongeeni. Mimi si mnanidharau. Nikiongeaga vitu si mnavidharau, vikitokea mnarudi kisengele nyuma. Mnaanza kuongea kisengele nyuma. Si yule kutokea nini? Ukikaa ukitulia hili si niliongea mimi. Sasa mimi nataka niende nikaonane na Makonda. Kwani yule si kiongozi wa wananchi? Sawa. Mimi nitaenda kupiga magoti tu. Baba, naomba unisikilize tu hata dakika 5. Yule mtu wa Mungu atasema tu sawa. Simlokole yule ana dini. Nakumbuka uongozi kipindi ilipo mkuu wa mkoa hapa. Kwani Dar es Salaam si unaona tulivyokuwa? Tunaheshimiana. Tulikuwa tunaheshimiana barabarani. Hata Makonda walikuwa watupigi makwenzi. Tutaheshimiana tu na kwenye vilabu. Chuma kimerudi tena. Mimi nakwambiaje, mimi nitaenda. Nitaenda. Na simwambii mwandishi wa habari hata mmoja kuwa naenda. Siku hiyo tu mimi nashuka pale. Hadi mimi unanificha. Sasa mimi nikwambie wa nini useme? Yaani mimi naenda kimya naenda kuonana na mzee. Bwana, mimi nimekuja sio kiofisi si nini. Nimekuja mimi kiofficial. Mimi kama mimi. Bwana, hivi si unakumbuka 1? Bwana, si unakumbuka 2? Bwana, si unakumbuka 3? Na hili lilotokea. Sasa na hili si la 4 hili. Tayari alishaanza kuvuka. Sasa si ndo malize kabisa hapa. Alafu usikie kile chuma kitakapokuja kuanza kuunguruma. Mimi sinakwambia mimi. Furaha sisi hatuwezi kupata hivi. Simba ile unayoiona furaha haiwezi kupatikana hivi. Ila ifanyika nini sasa sitaki siyasemi. Unataka niseme? Nikupe ni faida. Alafu mkitoka hapo mnaanza kusema sisi ilikuwa hivi. Mimi nataka Makonda ifanyie kazi Simba Sports Club. Alafu na maneno yameshaanza. Tena nimekumbuka na maneno Makonda anafuatilia Simba tu, mbona vilabu vingi, mbona vingine vifuatilii, anakuwa anafanya makosa. Wanafiki wakubwa. Anaifuatilia Simba peke yake. Hawa wanaoongea wanafiki. Tena wanafiki wakubwa. Kilabu gani yenye vurugu? Simba peke. Sasa kumbe kwa nini asiulize? Atakuwa amefanya vibaya, mnataka afanyeje? Hivyo anavyofanya ndio hivyo ili kusudi tukae na sisi vizuri. Na yeye amesema sio kama anaifuatilia, ila yeye simu ana mamlaka ya simu nyingi. Na ndio mimi sijapiga na mimi simpigi, mimi namfuata.
Mimi simpigii, na nikiitaka namba ya Makonda siwezi kuikosa. Sawa, hakuna kiongozi. Kwani yule si kiongozi? Kwani anakataza namba? Mbaya tu uchukue namba uanze kumtukana. Hiyo ndio mbaya. Au mwambie maneno ya dheleu ya kejeli. Lakini wewe mimi simpigii simu. Mimi naenda moja kwa moja. Naenda kulia kwa mheshimiwa. Na sina muda mrefu. Bunge si linaendelea. Pressure nataka kupunguza pressure. Sasa pressure zimezidi. Sasa hapa nakunywa dawa. Nikishaseto naenda kwa daktari. Kliniki pale. Bwana, pressure yangu iko vipi? Mzee hapa imekaa vizuri, sasa unaweza ukafanya shughuli zako. Moja kwa moja. Unanyoka. Nakwenda. Tena nakwenda na vizia. Naenda pale kituo cha polisi, natoa ripoti. Jamani, samahani. Mimi ni mwananchi raia mwema. Kituo cha pale polisi nani pale. Mimi kwa majina naitwa mtu fulani, fulani bini fulani. Mimi nimekuja na shida fulani. Ili wakusaidie. Kwa hiyo nyinyi mkiniona nimesimama kule getini, msinishangae. Si basi. Na mimi nasimama tu. Ile saa 6 wakianza kwenda kula, naanza Makonda sinamjua. Naona tu kile kichwa kile kilipokaa kile cha Kisukuma, nanyoosha moja kwa moja. Nikifika mimi napiga magoti. Namsalimia pale pale. Mzee unasemaje? Baba nashukuru sana. Kuna hili. Na haya ukiyafanya Simba imenyooka. Hii transformation itakamilika. Transformation inakamilika siku moja tu akiyafanya haya. Sawa bwana. Mimi nashukuru mzee Saidi. Mimi leo sina hoja nyingi kwa sababu mpira haujaanza. Nashukuru mnatuletea si Mwangosi sisi. Sasa mimi naangalia mpira wa nini huyu? Hivi wewe mimi naenda kumwangalia Mwangosi katoka prison. Sasa katoka Mbeya City mzee Saidi. Mbeya City kashinda. Mbeya City ile iliyoshuka daraja. Unaniletea Kibabaga. Eti kapumzishwa na yeye Kibabaga. Jamani. Eti na yeye kaa chama na yeye kapumzishwa. Sasa wewe kile unaionaje alivyokuwa anacheza kimataifa mzee Saidi? Nani Kibabaga? Selimalini unaona alivyokuwa anahangaika. Petro jaona alivyokuwa anababaika. Kaiko tu aliassist ile. Wewe bwana wewe utakuja kunirekodi kama ulivyonirekodi siku ile. Mimi sasa hivi nimeshaanza kuona giza. Wewe unaenda yani yule mama yule. Nimemuona yule mama kwenye TV, kwenye nani, kwenye mtandao. Anasema nataka Simba iwe ya kimataifa. Hivi Simba iwe ya kimataifa. Wewe muda wote mlikuwa wapi kuiongelea hii transmission? Watu tumepiga mikelele tunahangaika na timu. Wao wamekwinya tu kwinyi. Saizi ndio wanaanza kutokeza. Mirejehe inaanza kufunguka kidume kimeshatoa maelekezo. Kinataka majibu ndani ya wiki 2. Simu zimechosha. Na watu wanamlalamikia kweli, bwana sisi tumechoka. Kama ni mtu wetu umeteuliwa na mheshimiwa rais tumechoka. Hebu nenda tena angalia kaenda ustaarabu, kiustaarabu tu. Hajataka kwenda kimanguvu nguvu. Kaenda kiustaarabu, kuna 1, kuna 2, kuna 3. Mnasemaje? Wewe nani? Afu akiwa anaongea kwanza anajiamini, unajua yule anayekutana naye ni mtu. Katulia. Yaani unaongea naye yule unajua ni mtu. Bwana wewe. Mimi ningekuwa nani ningeambia hamna kitu. Pale haki ya Mungu ningekwambia pale hamna kitu bwana. Hatuna msaada wote pale. Lakini pale msaada utapatikana. Kwanza ile kauli yake tu msaada mkubwa. Tumalize na ile mzee Said. Leta habari. Mtani na leo anaupiga. Sawa. Efo hiyo. Na nani? Ile timu inaitwa Cosmopolitan. Yes, timu yenyewe hata. Police Cosmopolitan. Wewe rahisisha tu ni Cosmo. Cosmo. Hii timu ya miaka nenda rudi ipo. Ipo. Hata timu yako jana Bandari na. Hata wewe subiri utawasikia wa Galatia. Bandari gani? Bandari ya Mtwara? Bandari ya timu ya Bandari jana. Ya Mtwara? Ile Mtwara na hisi itakuwa ya Mtwara ya wapi ile? Ya hapa. Hapa Bandari wana timu. Maana kuna timu zingine waga zinatokea tu ghafla unasikia hii hapa. Kamfumua jana KMC. Hata wewe kama TRA tena wenyewe wana timu. Wamenunua timu. Nachezea hela zetu nyinyi. Tani tumalizie naye anakumwaga mwingi saa moja. Sawa. Hiyo najua umekwepa. Hiyo umeikwepesha. Umekwepa. Bana director dogo kaogopa friji. Watu watamuliza hebu njoo kwanza wewe. Wewe na mzee wako wewe. Nyamna matatizo. Mtani anaunyuka. Wazee wa kusasampa. Goli 3-1. Nani? Yeye. Wale wa serikali. Wa nini wale? Wagalatia. Utasikia.
Utasikia kama sio 7-6. Mimi nakwambia kweli kama sio 6-7. Kwani na wenyewe wanaweza kufunga matatu? Basi tuseme basi tufanye matatu. Wanasema kama mwenye nchi yuko Simba katoka 3 jana. Mwenye nchi Simba. Sasa ndo kimataifa. Au kimataifa nani wa kimataifa? Si Simba. Simba ile ya uongozi mwenyekiti yule. Sawa ndo kimataifa. Kwani jina ndio tulikuwa ile ndio slogan yetu, hatoki mtu. Tulikuwa kila siku. Yaani ukifika pale wewe unafika tu kap. Unakaa unajua mimi na 3 hapa. Uhakika. Wewe mimi si kila siku nakwambia, siku moja nenda kaombe kipindi na yule kocha wa Azamu. Libenge anambia pita huku, kenda kagonga likioo. Nani wanamuita? Head coach is coming to from njia hii huku. Mlipompiga na Hilali. Sasa sio na Hilali na wale wenzake wale. Ile timu ile alikotoka alitoka Shishimbi. Alikotoka Shishimbi na na huyu nani huyu? Mkamfumoche mangapi? 3. Watu wanatafuta goli la 4. Refa kamalizia mpira golini. Anafanya mchezo nini? Chuma ya 4, watu wanamtafuta. Haamini. Kila chuma ikigongwa anageuka kwa wale wasaidizi wake, anambia hii ndo Dar es Salaam bwana, tumeingia. Sio hii ile. Slogan yao. Hiyo utake usitake wewe unaenda uwanjani mwenyewe. Yaani utake usitake unatafuta hela. Unalundika kama wewe ndio mtu wa kugonga ulimbo, unagonga unaweka unalundika. Unalundika. Mapema umeshakata tiketi. Ukichelewa tu useme mimi naenda kukata kesho kutwa, unakuta zimeisha. Hata sasa hivi yanabaki na kubaki. Matiketi yanabaki. Sasa hivi wanashukuru. Si naona nakwambia, wanaogopa friji. Mimi naogopa friji. Mimi nashukuru bwana. Unaenda tu. Ukifika pale vipi unavua viatu wewe mwenyewe. Vipi? Ndio unaambia natoa yaani ukifika unatoa na mkanda. Mzee hebu subiri kwanza. Haya semeni nivue na shati au shati linabaki? Hili shati nenda nalo la kwako. Sasa tuachie mkanda na viatu na soksi. Tunaacha vyote. Bwana mimi sina la ziada. Huyo mzee Said anazungumzia hususani mchezo wa jana, pia anaendelea kutoa msisitizo kwa mheshimiwa kwa ile aliyoongea au maagizo aliyotoa hususani kuhusiana na migogoro inayofanyika kwenye vilabu vya klabu ya Simba Sports Club. Mimi sina la zaidi. Nyuma kamera report director Shizi analetea picha iliyokuwa ng'amvu. Tukutane tena baadaye. Bye bye.